mahakama isiteuliwe, jaji mkuu asiteuliwe na rais, asiteuliwe na Ikulu. Jaji mkuu aweze kupewa ile nafasi au aombe. Kwa mfano Kenya wanafanya rais hateui jaji mkuu, jopo la majaji kama wanavyofanyaga wa Roman Catholic kumchagua papa, basi ndivyo na sisi na kumtafuta huyu jaji mkuu kufanyike vile. Wale majaji ambao wa taifa hili waliopo wanaweza wakasiti, wakakaa, wakajadili, majina yakapendekezwa pale, au wakajipendekeza, mtu akafanya application anataka kushika nafasi hiyo, akaenda pale akakaa, wakamjadili na wote kwa pamoja wakapiga kura kwamba huyu ndiye atakuwa jaji mkuu wetu. Tutamheshimu, atatoa maelekezo namna gani sheria za nchi zinatakiwa kulindwa na kusimamiwa kwa ajili ya ustawi wa taifa. Habari za jioni tena siku ya leo. Leo ni tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka 2026. Nimeona nije tena kwenu tuzungumze mambo matatu. Tutazungumza habari ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Tutazungumza habari ya katiba ya Jamhuri ya Muungano, lakini pia nitagusia na tume huru ya uchaguzi katika taifa letu. Kwa jina naitwa Damian Joseph Semba, ni katibu wa jimbo la Mafinga mjini kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Muungano wa Tanganyika na Zanzibar kama tunavyojua ulifanyika mwaka 1902 baada ya Zanzibar kupata uhuru wa kimapinduzi chini ya Abedi Amani Karume. Baada ya muungano ule, baada ya kupata uhuru Zanzibar, basi Tanganyika kwa sababu ilikuwa imepata uhuru mwaka 1961, ilibidi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aone namna gani ya kuweza kuunganisha hili taifa. Na hivyo tarehe 26 ya mwezi wa 4 mwaka 1962 ndipo tukafanya muungano. Viongozi wetu waasisi wa taifa hili likaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi hicho, ambapo kiukweli rais kuna wakati fulani alikuwa anatoka Tanganyika na makamu wake anaweza katoka kule Zanzibar. Baadaye tulipoendelea, mfumo huu uliweza kubadilika. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ilitengenezwa mwaka 1977 baada ya TANU kubadilishwa kuwa Chama cha Mapinduzi, hivyo wakabidi watengeneze katiba nyingine ambayo ilikuwa inaendana na namna gani nchi hii inaweza kuongozwa. Lakini namna mambo yalivyoendelea baadaye, mambo yale ya muungano wa Zanzibari wakaanza kupiga kelele kwamba wanaona kama wananyonywa, na hivyo mambo ya muungano yamezidi kupungua mpaka leo nafikiri yamebakia kama 6 tu ambayo ndio mambo ya muungano. Hivyo habari ya rais kuwa rais wa Zanzibari wasiwe na rais wao, mwisho wa siku sasa wana rais wao. Walikuwa hawana bendera ya rais, leo wana bendera ya rais. Walikuwa hawana wimbo, leo wana wimbo. Vitu ambavyo vinakuwa vinatuunganisha sisi labda ni mambo ya fedha, mambo ya ulinzi na usalama na mambo mengine, mambo ya elimu. Haya ndio mambo ambayo yanatuunganisha. Lakini kuna mambo mengine yote hatuungani. Maana yake Zanzibari inajitegemea ikiwa ni nchi huru yenye rais wake, ina baraza lake linaitwa Baraza la Wawakilishi ambalo linajadili mambo yao na kuweza kutekeleza mambo yao bila kuingiliwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kwa namna hii, namna taifa hili linavyokwenda, linaonekana kabisa kwamba tunaye rais wa jamhuri ambaye kule Zanzibar hana kazi. Kwa sababu kule kwa mjibu wa katiba hawezi kufanya chochote kile mpaka ashauriane na rais wa Zanzibar.
Maanake yule rais wa Zanzibar akikataa, amekataa, na hakuna mtu wa kuweza kulazimisha kwamba hayo mambo yafanye nini, aweze kuyatenda. Na hivyo kwa ushauri, kama tulivyokuwa kila wakati tunashauri, tunafikiri kwa sababu mambo ya muungano yamekuwa machache, na kuita habari ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa na rais wa jamhuri imekuwa kama ni kiini macho hivi, kwa sababu huyu rais pamoja na kwamba anakuwa ni rais wa jamhuri, lakini kule Zanzibari hana mamlaka ya kuweza kutengua kitu chochote, ila yeye anakuwa ana mamlaka kwa Watanganyika. Sasa na sisi kama Watanganyika tumeona ni vizuri tuwe na sisi na serikali ya Tanganyika, kwa sababu Wazanzibari tayari wana bendera yao, wana rais wao, wana kila kitu cha kwao. Yale mambo ambayo yanatuunganisha yale yabakie, lakini tuwe na serikali tatu. Serikali ya kwanza itakuwa ni serikali ya Tanganyika, serikali ya pili itakuwa ni serikali ya Zanzibar, na serikali ya tatu itakuwa ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuwe na marais watatu. Huyu wa juu atasimamia yale mambo ya muungano tu. Huyu wa Tanganyika atasimamia mambo yanayohusu ardhi ya Tanganyika, na mtu wa Zanzibari atahusika na mambo ya Zanzibari kama anavyofanya leo. Hivyo tunashauri na mimi nashauri ni vizuri Tanganyika tujitawale, tuwe na nchi yetu, tuwe na bendera yetu, tuwe na wimbo wetu, tuwe na bunge letu litakalosimamiwa na rais wa Tanganyika, kama vile baraza la wawakilishi linavyosimamiwa chini ya bunge la chini ya kiongozi wa kule Zanzibar. Hivyo tutakuwa tumefanya vizuri zaidi kuliko kudanganyana sasa hivi kwamba tuna serikali mbili wakati tuna serikali moja ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakati huo bado tuna rais wa Zanzibar ambaye yeye ana mamlaka yote, full mandate, anaweza kujifanyia mambo yake anavyotaka mwenyewe. Ni lazima tufahamu ya kwamba ili nchi iweze kuwa kamili inahitaji vitu gani? Nchi tunasema hii ni nchi huru, maana yake ina territory yake. Zanzibar ina territory ambayo ina mipaka yake inayozunguka, zile boundary ziko pale zinazunguka, si ndio? Wana serikali iko pale na ina mwakilishi wake ambaye ni rais Ali Hassan Mwinyi. Ni Mwinyi, unaona? Kwa hiyo yule pale kwa sababu yuko pale, hatuhitaji tena tuwe na serikali mbili, tuwe na serikali tatu: serikali ya jamhuri, serikali ya Tanganyika na serikali ya Zanzibar. Hapo tutakuwa tumeweka mambo balance na itakuwa yamekaa vizuri. Kitu kingine, katiba ya Jamhuri ya Muungano. Katiba ya Jamhuri ya Muungano ningependa kuongelea tu kipengele kimoja juu ya mihimili mitatu inayoweza kutawala taifa letu. Nchi hii tumesema kwamba ina bunge. Nchi hii tumesema kwamba ina serikali ambayo kwa sasa iko chini ya kiongozi ambaye ni rais, lakini pia kule bungeni yuko kiongozi wa bunge ambaye yeye pamoja na makamu wake wataendesha, lakini pia tuko na judicial ambayo ni mahakama kuu ya Tanzania. Kila muhimili una viongozi wake, lakini hii mihimili haipo huru, na ndio maana unamshangaa jaji mkuu anasema tunaomba uhuru wa mahakama. Maana yake ni nini? Mahakama imeingiliwa. Lakini si kuingiliwa tu, ni kweli kabisa imeingiliwa. Kwa sababu gani? Kiongozi anayekwenda kusimamia ule muhimili anateuliwa na muhimili mwingine. Yaani muhimili wa executive ambayo ndio kiongozi wake ambaye ni rais, ndiye anayeteua mtu wa kwenda kusimamia muhimili wa mahakama. Sasa hapa huwezi ukasema wewe unaweza ukawa huru usiwe na interest na yule aliyekuteua. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Na ndio maana tumeona ya kwamba kuna wakati fulani hata mambo kule mahakama zinashindwa kufanya maamuzi kwa sababu wanasumini yule aliyemteua anasema nini.
Kama yeye anaona kabisa hiyo kitu isifanyiwe maamuzi hivi, lazima utaamua mwelekeo wa yule ambaye yeye ndiye aliyekuteua, aliyekuteua. Lakini twende kwenye bunge. Bunge ni kweli kabisa tunampata spika wa bunge, tunampaka deputy speaker ambaye ni msaidizi wake. Yule msaidizi wake, lile bunge lile lina katibu, na yule katibu ni mteule wa Ikulu. Yaani mtendaji mkuu wa bunge anakuwa ni mtu ambaye sio kwamba ameajiriwa na lile bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, isipokuwa anakuwa anatoka sehemu nyingine kabisa, kwamba Ikulu inatuma mtu kule, bwana nenda utakuwa mtendaji katika lile bunge. Hilo bunge kweli litaendesha mambo yake kulingana na sheria na katiba inavyosema kwamba wewe ni mtetezi, wewe bunge lile limesimama pale kama ni bunge la wawakilishi. Bunge la wawakilishi ambayo linawakilisha wananchi wote. Unajua kule Athens Ugiriki, miaka ya nyuma huko, miaka ya 1600 na kulikuwa waanzilishi wa bunge walikuwa ni wao, na walisema demokrasia ni kwamba ni lazima watu wakutanike pamoja kujadili mambo yao na kuweza kuamua mambo yao kwa pamoja. Lakini baadaye population ilipozidi kuwa kubwa, basi ikabidi wale watu wawe tofauti, kwamba jamani lazima tuteue, hatuwezi kusema tunazungumza wote. Yaani kwa mfano sisi Mafinga hapa tuna mbunge. Sasa yule mbunge yule hata kama amejiweka, lakini awe yeye ndio amekwenda kule kwa ajili ya kuliwakilisha nini? Jimbo la Mafinga. Kwa hiyo kama ingekuwa ni zamani zile za kusema kwamba lazima wote tukutanike pamoja, maana yake Mafinga nchi nzima ingekuwa inakutanika kwa ajili ya kufanyia nini? Maamuzi. Na ndio maana wabunge ni vizuri wakawa ni watu wenye weledi, wenye maadili, wenye akili nzuri, ambao kwa kweli wakifanya maamuzi unaona kweli huyu amefanya amuzi la kweli. Sasa tungeomba ushauri wangu katika kipengele hiki cha mambo ya hii mihimili, basi ni vizuri kwa mfano bunge katibu aajiliwe kwa kulingana na qualification, sifa na sifa zake ambazo zinaonekana hizi zitakuwa ni sifa zinazoweza kumfaa katibu mtendaji wa bunge la Tanganyika. Maana kwa sasa hivi tuna bunge la Tanganyika, hatuna bunge la namna nyingine yote ile kama tunavyofikiria, isipokuwa tuwe na bunge la Tanganyika. Ataachiliwa yule mtendaji mkuu, yani yule katibu mkuu wa pale bungeni aajili. Mahakama isiteuliwe, jaji mkuu asiteuliwe na rais, asiteuliwe na Ikulu. Jaji mkuu aweze kupewa ile nafasi au aombe. Kwa mfano Kenya wanafanya rais hateui jaji mkuu, jopo la majaji kama wanavyofanyaga wa Roman Catholic kumchagua papa, basi ndivyo na sisi na kumtafuta huyu jaji mkuu kufanyike vile. Wale majaji ambao wa taifa hili waliopo wanaweza wakasiti, wakakaa, wakajadili, majina yakapendekezwa pale, au wakajipendekeza, mtu akafanya application anataka kushika nafasi hiyo, akaenda pale akakaa, wakamjadili na wote kwa pamoja wakapiga kula kwamba huyu ndiye atakuwa jaji mkuu wetu. Tutamheshimu, atatoa maelekezo namna gani sheria za nchi zinatakiwa kulindwa na kusimamiwa kwa ajili ya ustawi wa taifa. Kuhusu tume, hizi tume pia nazo zimekuwa zina mgogoro mwingi na zina matatizo mengi. Tume mtu anakuchagua, yani yeye tume ile sio kwamba inapewa nafasi kulingana na vile ambavyo mtu fulani anataka. Yani anakupa nafasi kwa sababu ya interest zake, kwamba yeye anaona kwamba wewe akikupa hapa utayatuza yale, utayalinda maslahi ya yule aliyefanya nini, aliyekuweka. Sasa ni vizuri kabisa kwamba tuwe na tume. Hii tume iwekwe kulingana na sifa zao wenyewe
na watengeneze namna gani ya kuweza kuwaajiri. Serikali iajiri watu watakaosimamia haya mambo ya uchaguzi, kuliko sasa hivi mwenyekiti anateuliwa na rais, makamu anateuliwa na rais, na wale wengine wote wanaokwenda kusimamia uchaguzi wamekuwa ni viongozi ambao ni waandamizi wa serikali. Hii kitu haiko sawa na hatuwezi tukakubaliana. Tungeomba serikali isikilize na kuona kwamba ni vizuri haya mambo yakafanyiwa haraka bila kuchelewa, ili chaguzi zingine zinazokuja, ikiwa ni kesho kutwa tunafanya uchaguzi, basi uchaguzi tuwe na tume huru ambaye haitokani na mikono ya rais, isipokuwa inatokana na mikono ya wananchi wa Tanzania au wa Tanganyika yetu hii. Jambo la mwisho ambalo nitaka tulieleze, ndugu waandishi, ni kuhusu habari ya kiongozi wetu ambaye mpaka leo yuko Ukonga. Yuko kwenye gereza lile, yupo kwenye kaburi lile, akiendelea kupigania haki ya Watanganyika akiwa pale Ukonga. Ningeshauri wananchi, tunahitaji kuungana pamoja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba haki zinatendeka kwenye nchi yetu. Yule kiongozi hana kesi yoyote ya kujibu. Tangu siku ile mahakama, jaji alipokataa ushahidi mwingine kusema huu ushahidi sasa hivi hauna nguvu, ndipo walipoona mawakili wa serikali sasa hakuna namna nyingine waweze kukata rufaa. Sasa rufaa yenyewe, ingekuwa mahakama iko sahihi na iko wazi na iko na haki na iko huru, ingeshasikiliza lile shauri la kiongozi wetu akawa huru, au wakasikiliza tuone kwamba nini kinachoendelea kwa kiongozi wetu. Lakini kwa kuacha hivi mpaka leo, mtu yuko ndani, hamumsikilizi. Mtu yuko ndani, kesi haziendi mahakamani, mumemweka tu kama furushi. Hii si sawa na hii si haki. Ni kweli si haki. Tunahitaji mahakama kama imeshindwa kazi ituambie kwamba sisi wenzenu huku tunashindwa kufanya wajibu wetu kwa sababu kiongozi fulani anakataza, ama tumenyimwa uhuru wa kufanya haya. Watoe majibu, wasiache tu kunyamaza hivi kimya. Yuko ndani, hatupati feedback yoyote kinachoendelea. Mahakama zimekaa kimya, kila kona kumekaa kimya, serikali imekaa kimya. Hii si sawa. Hata mtu ametenda kosa, basi kuna haki ya kupelekwa mahakamani, aende asikilizwe. Kama ana makosa ahukumiwe, tujue kwamba yuko jela, amefungwa, kuliko kukaa mahabusu. Sasa unakwenda mwaka wa pili, mtu yuko ndani, wapi na wapi. Hii si haki. Kwa hiyo ni si sana, ni waombe wahusika wa muhimili huu wa mahakama uone namna gani ya kufanya uharakisho kabla. Unajua, unaweza ukawachafua roho wewe mwenyewe. Yaani mtu unawachafua roho wafanye maamuzi mengine kwa sababu ya kuwajibika. Sasa kwa nini msiwajibike? Kwa nini msubiri mpaka mambo yawe mabaya ndio muje mfanye nini? Ndio muone kwamba mtoe majibu. Kwa nini? Ni vizuri sasa hivi kukubaliana kwamba jamani, huyu mtu hana hatia. Kama ana hatia, basi tumpeleke aenda hukumiwe, ili wananchi tujue ya kwamba huyu mtu kweli ana hatia hii na ndio maana amehukumiwa. Baada ya kusema hayo, ni washauri wananchi wote wa Tanzania, Watanganyika wote kwa pamoja, tuungane kwa ajili ya kudai haki. Tupige kelele kwa nguvu. Kwanza kiongozi wetu aweze kuwa huru. Kama ana makosa apelekwe mahakamani, na sio kufungwa kama mahindi yamewekwa kwenye loba hivi bila kusikilizwa. Hii inakuwa sio haki. Niwaombe sana Watanganyika, tufanye hivyo na tuwajibike. Kila mmoja achukue nafasi yake. Wenye vyombo vya habari, wenye mitandao waseme tunahitaji kiongozi wetu awe huru kwa ajili ya ustawi wa taifa. Basi baada ya kusema hayo, niwashukuru sana wananchi, niwashukuru wote kwa kunisikiliza, niwashukuru sana waandishi wa habari. Asanteni sana.